الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے tatu اپنی کتب میں Khalifa mtukufu anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam katika vitabu vyake, katika maandiko yake na katika hutuba zake ametuelezea lengo la kuja kwake ni nini. ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیعت میں آنے Basi sisi ambao tunadai kwamba tumefanya bayati ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam tunatakiwa یہ کہنا چاہیے کہ ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں kwa ajili تاکہ ya kutimiza malengo haya tuzingatie malengo haya kila wakati ہونے کا حق ادا کرنے والوں میں شمار ہو سکیں. ili tuwe miongoni wa wale wanaotimiza haki ya kujiunga na jumuiya yake. ان مقاصد میں سے اس وقت میں بعض آپ کے سامنے پیش کروں گا. Katika malengo haya, malengo kadhaa nitaeleza mbele yenu sasa hivi. ایک جگہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے Sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika sehemu moja kwamba Mwenyezi Mungu amenituma tena katika zama hii kwa ajili ya kuisha na imarisha imani. Amenituma ili watu wapate maendeleo katika nguvu ya yakini, خدا ہے wawe na yakini ya jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anapokea maombi na anatoa ujira wa mema na anaadhibu kwa sababu ya maovu pia. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema zaidi, ایمان کامل نہ ہو madamu imani haikamiliki, بجا لا نہیں سکتا. mtu hawezi kufanya vitendo vizuri kwa ukamilifu. ادھر نیک اعمال میں Kama kuna upungufu, vile vile اللہ تعالیٰ upungufu utapatikana katika vitendo pia. اور یقین پیدا کرے. Basi kwa ajili ya kuwa na imani na yakini juu ya Mwenyezi Mungu manabii wanakuja, na kwa ajili ya lengo hili Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alikuja اور ایمان کامل. ili upungufu unapatikana ufutike na imani ikamilike vizuri. آپ کے بعض ارشادات کا کیونکہ بعض الفاظ میں نے Hii ni muhtasari wa baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. بہرحال یہ کمزوریاں کس طرح دور ہوں گی اور ایمان Ili mradi upungufu huu اس بات utafutika namna gani na imani itakamilika namna gani. Kuhusu hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam amesema wazi wazi جانے سے نہیں ہوگا. kwamba hii haitatokea kwa sababu ya kufanya baiati yangu tu, bali kwa ajili yake mnalazimika kufanya juhudi na bidii. کہ والذین جاہدوا Na hili ni lengo ambalo alilolieleza Mwenyezi Mungu kwa kusema wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, یعنی اور وہ لوگ yani میں سے ہو کر کوشش کرتے wale watu ambao ہیں. اسلام کا wanafanya juhudi kwa kuwa miongoni mwetu. Hii ni tafsiri Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba wale wanaofanya juhudi kwa kuwa miongoni mwetu tunawafungulia njia zetu. کامل ہونے کا Basi huu ni msingi wa بیعت کرنے سے kukamilika katika imani, kwamba kwa sababu ya kufanya bayet mtu hawezi kurekebisha hali yake, bali pamoja na hii kwa ajili ya kubadilisha hali, ikiwa hafanyi juhudi, ikiwa hafanyi bidii, ikiwa بدلنے اور پھر عمل کرنے اور جہاد yeye hafanyi juhudi kwa kuwa تو اس کو kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hazingatii آپ نے ایک جگہ فرمایا amali zake, basi haina faida ya kufanya bayati yake. تدریجی ہے. Kisha amesema Sayyidina alayhi salatu wasallam amesema maendeleo ya kila kitu duniani inakuwa polepole. Vile vile
maendeleo ya kiroho pia inatokea hivi, na hii haiwezi kutokea bila kuwa na juhudi na bidii. Na juhudi pia ile ambayo inakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mtu anamtafuta yeye. फायदा रियासतें Isiwe hivi kwamba anafanya juhudi kinyume na Qur'ani tukufu kama wanafanya mawalii wa kibandia. ताकि दुनिया को Hii ndiyo ni kazi. Kwa ajili ya kazi hii nimekuja ili तक पहुंच सकता है. nionyeshe dunia hii kwamba namna gani mtu anaweza kumfikia Mwenyezi Mungu, anaweza kumpata Mwenyezi Mungu. Hazur anasema Sayyidina Alayhi Salam alituonyesha nini na alitutegemea nini. कुछ चलने की तलकीन की जो आप Alituonyesha mifano yake na alitusihi kwamba tufuate mifano भी कायम की zile, और उसने खुल के na mifano zile zilikuwa kama mifano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu ibada na hulka. मुजाहिद Na kwa ajili ya kuimarisha hulka hizi masahaba pia walifanya juhudi sana, और नतीजतन na waliitwa wenye kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. ऐसे वारिस हुए कि एक दुनिया को अपनी Kwa matokeo walipata फिर इस neema za Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba dunia ilianza kuwafuata. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwa kueleza hali hii kwamba wafuasi wake wanatakiwa watu wa aina gani, Sayyidina Ahmad Alayhi Salatu Wassalam anasema sehemu moja kwamba mimi sitaki kwamba लिए जामें kwa kusema maneno kadhaa kama ndege anasema wakati wa kufanya bayet, maneno haya hayataleta faida, bali mupate elimu ya kutakasa nafsi, kwa sababu hiki ni kitu kinachohitajika. ये है Kazi yetu na lengo letu ni hili kwamba तुम अपने अंदर एक mulete mabadiliko mazuri ndani yenu नए इंसान बन जाओ, इसलिए हर एक को तुम में से na muwe kama mwanadamu mpya. Kwa hiyo kila mmoja wenu analazimika kwamba aelewe siri hii vizuri na alete mabadiliko ndani yake kiasi hiki kwamba aweze kusema kwamba mimi si mtu wa dhamani, bali mimi nimebadilika sana. बस अगर हम अपने वजूद में Basi ikiwa sisi kwa kufanya juhudi ya kuleta mabadiliko ndani yetu, sisi hatufanyi kuwa जो दुनिया से wanadamu wapya मुख्तलिफ हो, na hatujifanyi kuwa wa aina hii kwamba tuwe tofauti na watu wengine wa dunia. Katika hali hii, sawa na maneno ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, haitakuwa faida ya bayeti yetu. आप फरमाते हैं Kisha Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema kwamba भेजा गया है ता ये पैगाम कल kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya hii tu kwamba nifikishe वो मजहब ujumbe हक पर kwamba अल्लाह ताला की मर्जी को katika dini zingine zote करीम लाया है। dini ambayo ni haki na dini ambayo ni hai ni ile ambayo ला iliyoletwa na Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya kupata wokovu mlango ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. मुद्दा Kisha alisema Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwamba lengo letu जाहिर करना है ni कि अजमत को kwamba tudhihirishe jalali ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam na tuthibitishe तारीफ अगर हो heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. के जिमन में है। Ikiwa sisi tunasifiwa, basi tunasifiwa kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. गर्ज भी पूरी करने के लिए हमने बैत की है। Basi kwa ajili ya kutimiza lengo hili tumefanya bayati ya Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam, करने की जरूरत है na kwa ajili ya kutimiza lengo hili tunatakiwa tupate mafundisho ya Qur'ani tukufu ili क्योंकि tufuate mafundisho yale na tusambaze mafundisho ya Qur'ani tukufu, kwa sababu okovu wa dunia pia umefichika katika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basi mwambieni dunia hii kwamba इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले आकर तुम भी निजात हासिल करो। kwa kuja chini ya bendera ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyinyi pia mupate okovu. फरमाते हैं Kisha Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam sehemu nyingine kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema kwamba कि वो इस्लाम को sasa hivi Mwenyezi Mungu
nuia kwamba ashindishe islam juu ya dini zingine zote, na kwa ajili ya lengo hili amenituma, na amenituma kama mitume waliwahi kuja zamani. उसने मुझे भेजा है kisha sainam alah salatu wassalam kwa kueleza lengo la kuja kwake anasema mwenyezi mungu amenituma के साथ, ili यानी रोशन दिला nithibitishe islam kwa hoja na kwa dalili waziwazi juu ya dini zingine zote फिर आप na mila zingine zote. एक जगह ये भी फरमाया kisha sainam alah salatu wassalam ameeleza lengo la kuja kwake sehemu ingine hivi kwamba कि जो खुदा ताला nataka watu wawe na imani juu ya mwenyezi mungu, yaani anayemwamini mwenyezi mungu anasalimika katika sumu ya dhambi, उस पर मौत वारिद होकर na mimi nimekuja ili mabadiliko yapatikane ndani ya vitendo vyake उसके दिल में नफरत पैदा हो, na apate hali ya mauti ili apate uhai, नफरत हो जावे, na au aichukie dhambi. पहचान लिया है। Yeyote anayekuwa na hali hii anaweza kusema kwamba nimemtambua mwenyezi mungu. यही हालत हो रही mwenyezi mungu anajua vizuri kwamba katika zama hii hali hii inapatikana kwamba watu hawamtambui mwenyezi mungu. और ये फिर Hakuna dini iliyobaki inayoweza kumfikisha mwanadamu katika daraja hii. Sisi hatuwezi kusikitika juu ya dini yoyote. और ये वबा खतरनाक तो Hali hii ni hali ambayo imeenea na imeenea kama फरिश्ते marazi. Nasema kweli kweli kwamba kwa kumwamini mwenyezi mungu mtu anakuwa malaika, नूरानी हो जाते hata anakuwa mtu ambaye malaika wanamsujudu. कि खुदा की मार्फत बाकी नहीं Ilmuradi zama ya aina hii inapokuja, wakati watu hawamtambui mwenyezi mungu खुदा का खौफ na maovu ya kila aina yanaenea duniani, na watu wanakuwa hawana hofu ya mwenyezi mungu na haki za mwenyezi mungu wanadamu wanapewa. Katika hali hii mwenyezi mungu anamtuma mwanadamu kwa kumpatia nuru ya maarifa yake. दुख दिया जाता है। Yule anayetumwa analaaniwa na anasumbuliwa na anateswa na watu, lakini mwishowe yule mtumwa mwenyezi mungu anafaulu na anasambaza ukweli wa mwenyezi mungu duniani. Na kwa ajili ya lengo hili mwenyezi mungu amenituma na amenipatia nuru ya maarifa yake. मुझे हुक्म दिया गया kisha sainam alah salatu wassalam alisema hii pia sehemu moja kwamba nimeamrishwa kwamba nifanye malezi ya hulka njema. आपके दावे और Wakati fulani mtu mmoja alimuuliza sainam alah salatu wassalam kwamba kuja kwako matokeo yake ni nini, yaani kwa sababu ya kuja kwako itatokea कम हो गया है, nini, kwa nini umekuja. sainam alah salatu wassalam alisema kwamba uhusiano wa mwenyezi mungu uliopungua na mapenzi ya dunia yaliyopata ushindi, और उलूहियत के दरमियान है, फिर मुस्तहकम करेगा। na uhusiano unaopatikana baina ya mwenyezi mungu na waja wake, mwenyezi mungu ataimarisha uhusiano ule दुनिया की मोहब्बत सर्द हो जाएगी। और फरमाया na mapenzi ya dunia yatapoa, ये बहुत बड़ा मकसद na haya yote yatatokea kwa sababu ya mimi. Hazur anasema आज की haya ni madai makubwa sana aliyodai sainam alah salatu wassalam. दुनिया में Katika लोग जो हैं dunia ya siku hizi tunaona kwamba में डूब कर dunia पैदा करने वाले खुदा को भूल चुके। kwa kufuata dunia जाहिर imeisahau mwenyezi mungu aliyeumba dunia hii. कुछ समझते हैं, कुछ तस्लीम करते हैं, तो वो भी जाहिर Wengine wanamwamini mwenyezi mungu, wao pia wanaamini kwa kidhahiri, hawaamini kwa moyo wao. कुछ यकीन Wao ना इसका इदराक hawana yakini juu ya mwenyezi mungu, ना मजहब का wala hawana maarifa yake, चीज wala hawana दुनिया और इसकी जाओ हशमत है, maarifa ya dini, सिर्फ नाम के तौर पर। bali malengo yao ni dunia tu. ऐसे Wao wanafuata dini kwa jina tu. ये एक बहुत बड़ा दावा है। Katika hali hii ताला की जात पर bila shaka madai haya sainam alah salatu wassalam ni madai kubwa sana, और अपने lakini sainam alah salatu wassalam alikuwa na yakini juu ya mwenyezi mungu kiasi hiki, na kiasi gani alikuwa anategemea kwamba anaweza kupata malengo yake. Hali yake inapatikana katika maneno haya niliyoyasema sasa hivi mbele yenu. ये वेसत की गरज Lakini maneno haya na madai haya na lengo la तो जो दिला kuja kwa sainam alah salatu wassalam ये सब कुछ है। yanatukumbusha sisi pia kuhusu majukumu yetu, हम जमात में दाखिल हुए, kwamba kwa kusoma
haya yote tumejiunga na jumuiya जमात अहमदिया में शामिल au mababu zetu walijiunga na jumuiya उनकी उस नेकी का फैज पाया na sisi tumepata baraka ya मुतालबा कर रहा mema wao है या ये मुकासद हमसे कुछ मुतालबा कर रहे हैं hali hii inatudai au malengo haya yanatudai kitu fulani na जिंदगियों का malengo haya yanatudai ni हमें hii tu kwamba sisi tufuate malengo haya katika maisha yetu na malengo haya yanatakiwa yawe sehemu ya maisha yetu na sisi pia tutafanya juhudi ya kupata matokeo ya malengo haya हमने भी उसको हासिल करने की कोशिश करनी है हमने na sisi pia tutafanya juhudi kwa ajili ya kupata hali ile aliyekuja nayo sinama alah salatu wassalam na sisi tutakuwa wasaidizi kwa ajili ya kusogeza mbele kazi ya sinama alah salatu wassalam sisi tuliposikia sauti ya mnadi na tuliamini kwa sababu ya sauti yake na kwa sababu ya mwito wake basi sisi tunatakiwa tutangaze kwamba nahnu ansarullah yani sisi tutaleta mabadiliko ndani yetu na tutasambaza ujumbe huu na tutajitahidi kutimiza lile lengo kwalo sainama alah salatu wassalam सोचना होगा alikuja na kwa ajili ya hii tunalazimika tuchunguze amali zetu na tunatakiwa tuwe na mipango maalum ताकि काम na tunalazimika tuombe msaada kutoka kwa mwenyezi mungu ili tuweze kupata mafanikio katika maisha yetu na tuendelee kupiga hatua mbele फिर आराम से बैठ ikiwa sisi kwa kumpokea sinama alah salatu wassalam kisha tunakaa kwa starehe na तो ये अहद hatujali kuhusu ile kazi अदा katika hali hii hatuwezi kutimiza haki ya baiyati yetu और सो जाना हमें kukaa baada ya kukubali madai haya au kulala baada ya kukubali madai haya लेकिन inatufanyia kuwa wakosefu अपने वसाइल को देखते lakini अपनी हालतों को देखते हैं ikiwa tunaona तो सोचते हैं hali zetu na uwezo wetu क्या ये सब कुछ हो सकता है tunafikiria हम करेंगे kwamba je haya yote yanaweza kutokea sisi tunaweza kufanya nini और दूसरी तरफ दुनिया sisi hatuna से ज्यादा आबादी को मजहब vifaa na upande mwingine 80% ya dunia hii haipendi dini na watu inaangukia dunia katika nchi hizi kuna mali kuna maendeleo ya kila aina vile vile kuna vifaa vya kila aina से दूर करती है ambavyo vimesababisha kwamba watu wanaoishi katika nchi hizi लाश में वक्त जाया करें wamekuwa mbali na mwenyezi mungu wao wanasema kwamba hatuna muda wa kumtambua mwenyezi mungu हिंदी का wala hatuwezi kupoteza muda wetu kwa kumtambua mwenyezi mungu kutoka japan hivi karibuni nilipata barua moja ya manajumuia ya huzuni sana ya masikitiko sana kwamba बातचीत nilimwambia ये कहा bana moja ambaye ni rafiki yetu na nina uhusiano mzuri naye nilipomwambia kwamba umuombe mwenyezi mungu akuongoze katika njia aliyonyoka कि तुम्हारे खुदा की तलाश yeye akasema kwamba mimi sina nafasi wala muda ya kutafuta mungu wako au nitafute mwongozo kutoka kwa mwenyezi mungu kwa sababu mimi nina shughuli chungu mzima sina wakati wala nafasi hazur anasema hii ndiyo ni hali ya dunia ya siku hizi तरक्की याफ्ता अपने आप को समझती हैं mataifa haya yaliyopata maendeleo hii ndiyo ni hali ya mataifa haya तरक्की और दौलत के बलबूते mataifa अपने पीछे ambayo ni maskini ये बड़ी ताकतें और hawa kwa sababu में कोशिश कर रही हैं ya mali wanalazimika yale mataifa maskini pia yawafuate hawa या कम ikiwa hali hii inapatikana watu hawako tayari kusikia और दौलत au wengi hawapo tayari kusikia हर एक को
na mali लेने की कोशिश कर रही हो, mali inaendelea महदूद हो, kuwakamata na sisi pia hatuna vifaa vya kutosha. Katika hali hii का मुकाबला कर सकते sisi namna gani tunaweza kupambana na dhajal na hali hii ya dunia? Kwa kidhahiri inaonekana kwamba hii haiwezekani, जान करवा सकें kwamba और आहा tunaweza kuambia wingi wa dunia hii kuhusu mwenyezi mungu, कर सकें। लेकिन au tunaweza kuthibitisha heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. बड़ी तहदीद से Lakini sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam anasema कुछ करने के लिए भेजा किया हूँ, na anasema kwa dhati sana kwamba mimi nimetumwa kwa ajili ya kufanya hii yote na lazima itatokea hivi inshallah. वजह से हज़रत मसीह मौद Basi sisi pia kwa sababu ya madai ya sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam, ये ऐलान कर रहे हैं baada ya kuja katika bayati ya sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam, tunatangaza hata kama kwa kidhahiri hatufanyi tangazo hili, lakini kuja kwetu katika bayati sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam inatutaka tufanye tangazo hili kwamba nahnu ansarullah, और रहेंगे इंशाअल्लाह। yani sisi katika dini ya mwenyezi mungu ni wasaidizi, na inshallah tutabaki wasaidizi katika dini ya mwenyezi mungu. नहीं होंगे, Sisi hatukata tamaa kwa sababu dunia haiko tayari kukubali, आंख से देखकर इस काम kwa sababu sisi kwa kuona jicho la dunia hatusogezi kazi hii mbele, हमें हर कदम bali तसल्ली दिलाती हैं। kila hatua msaada wa mwenyezi mungu unatutuliza na unatuhimiza kwamba ikiwa nyinyi mkijuhudi na दुनियावी नजर mkifanya bidii katika njia ya mwenyezi mungu mtapata msaada kutoka kwa mwenyezi mungu. कामयाबी Basi ikiwa tukiona hali zetu na hali ya vifaa vyetu, katika hali hii madai yetu yanaonekana kama ni maneno ya mwenda wazimu. और वसाइल Ikiwa tunaona nguvu ya dunia au uwezo हो जाए, sawa na hali ya dunia, katika hali hii tunakata tamaa kwa kuona nchi moja tu. चीन को ले Kwa mfano muone Russia, किसी मुल्क को ले China, au muone nchi yoyote ya Ulaya, au muone nchi yoyote ya Marekani au ya visiwa, au muone nchi yoyote ya Afrika, जो हमें kila mahali tutakuta vizuizi chungu mzima ambavyo vitatuzuia kwamba tusipige hatua mbele. जाओ हशमत Hali za dunia na heshima ya dunia ना आज हमारे हक में है, ilikuwa si katika uwezo wetu tukienda miaka kadhaa nyuma au hata siku hizi pia, lakini hii ni kazi ya mwenyezi mungu na lazima kazi hii उसने एक वक्त itafanyika. रूस और तमाम जो उसकी Kwa mfano ulikuwa wakati Russia na वजह से वहाँ तबलीग नहीं हो na nchi zingine kwa sababu ya serikali ya communist ilikuwa ngumu kufanya mahubiri kule, lakini sasa kwa sababu ya kupata uhuru अंधा करती है। sehemu moja imeenda mbali katika dini na wameingukia dunia, रशिया में शामिल थी, na upande mwingine nchi kadhaa zilizokuwa ziliungana na Russia kule, wale wanakuwa masilahi ya dunia na viongozi ambao wanakuwa na masilahi yao wameigopesha serikali kiasi hiki kwamba खड़ी की जा रही है। katika njia ya Ahmadiyya vizuizi vinawekwa kila mahali, kila hatua, और वहाँ के na jumuiya imepigwa marufuku, हरासा किया जाता है। na wanajumuiya wa kule pia wanatishiwa sana. तो दुनियादारी Tukiona nchi za Ulaya hapa, kwa sababu ya dunia watu wameenda mbali कानून तहफ़्फ़ुज़ दे देता है, जिस पे na maovu yanapewa, ताला ने wanakuwa chini ya sheria. किया था, उस बेहयाई को Uovu ambao ulisababisha kuangamiza kaumu moja, uovu ule unalindwa katika nchi hizi. मादी दौड़ Katika China watu वहाँ दौड़ लगी, hawapendi dini na watu wanashindana katika दुनिया की बहुत बड़ी ताकत dunia, जापान na sawa na uchumi वहाँ भी China inakuwa nchi yenye nguvu sana. Ikiwa ni Japani pia ni nchi iliyopata maendeleo,
wamepata maendeleo katika teknolojia. पीछे लगी हुई है। Wengi wameangukia dunia, wanafuata dunia na hawapendi dini. वक्त नहीं है मेरे Mfano niliyotoa mbele yenu kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu nauzubillah sina nafasi. Haya ni maneno yanayosemwa na wengi wa watu wa Japan. अखलाकी लिहाज से Wao wanasema Mungu gani? बड़े आगे हैं। Bila shaka ईमानदारी ने katika hulka wamepiga hatua mbele sana, lakini kwa sababu ya dunia wameenda mbali na dini. उनसे पूछो तो रवायती मजहब Ikiwa mnauliza watu wa Japani, wanasema kwamba dini yao ni Shintoism, lakini kwa kweli Shintoism ni changanyiko wa Ukristo na Buddhism. या अजीब मजमुआ बन चुके हैं ये लोग। Wanafuata सिर्फ रसूमात की हद तक dini mbalimbali जिंदगी kuhusiana na kuzaliwa kwao na kuhusu kuishi duniani na mambo yanayopatikana baada ya kukufa. लेकिन बहरहाल दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। Lakini mradi hawahusiki na dini hata kidogo. ये जैसा कि मैंने कहा खुदा ताला को बुला बैठी है, Wingi wa Ulaya kama nilivyosema, ताला को बुला बैठी है। watu wamemsahau Mwenyezi Mungu. Si hii tu kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu, bali wanamtania Mwenyezi Mungu na wanaona kwamba dini ni mzigo tu. ईसाईयत Watu hawaendi kanisani. खुद हो रहे हैं। Ukristo unasema wanafanya juhudi, lakini watu hawaendi kanisani. मैंने कहा Hii ndiyo ni hali ya dunia. Kama nilivyosema, पर हैं दुनियावी लिहाज से sisi hatuna uwezo sawa na dunia. हमने हमारे वसाइल जो हैं एक जरे की भी हैसियत नहीं रखते। Mbele ya dunia hii uwezo wetu ni mdogo sana. बस ये बातें सब बातें जो हैं ये फिक्र पैदा करती हैं Basi और फिक्र पैदा करने वाले mambo haya yote yanatutia katika fikira, na yanatakiwa tuwe na fikira kwa sababu ya mambo haya, कैसे आगे बढ़ाएंगे। kwamba katika hali hii namna gani tunaweza kusogeza kazi ya Sinama alayhi salatu wassalam. को Lakini Mwenyezi Mungu ambaye खुदा ताला aliyemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya dunia nzima, Mwenyezi Mungu aliyemtuma katika zama hii, उसने हमें ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alituambia kwamba kwa kujizama mimi mutafute njia zangu. Na kwa namna gani? Kwa kuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tunaweza kutafuta njia zake. अय्युहल्लज़ीना आमनू Mwenyezi Mungu alisema, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin. सब्र और दुआ के Enyi mlioamini, मांगो, अल्लाह यकीनन kwa subira na kwa maombi muombe msaada wa Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale wanaosubiri. ये अल्लाह है जिससे Basi huyu ni Mwenyezi Mungu, तो बड़ी से बड़ी kwake tukiomba msaada katika hali hii. ताला Kizuizi kiwe cha aina gani kinaondolewa. ताला Mwenyezi Mungu ambaye ana kudra juu ya kila kitu, ana nguvu juu ya kila kitu. Mwenyezi Mungu ambaye kwa jalali yake ana nguvu juu ya kila kitu. अनहोनी चीज को होनी करने की ताकत रखता है। Yeye अल्लाह ताला anaye nguvu ya kuumba kila kitu. को क़यामत तक Mwenyezi Mungu और हर कौम alimtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka siku ya kiyama kwa ajili ya kila mwanadamu na kwa ajili ya kila taifa, na alimfanya kuwa mkovu kwa ajili ya wote. कुरान करीम आप पर नाज़िल फरमाकर Yule aliye kwa kuteremsha Qur'an tukufu juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikamilisha sheria kwa ajili ya wanadamu wote. Katika Qur'an tukufu mambo yote ya dini na dunia yanapatikana. इस्लाम की Yule aliyemtuma Sayyidina alayhi salatu wassalam katika dhama hii kwa ajili ya kuhuisha Islam. कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत Mwenyezi Mungu anasema, जब ऐसे हालात nyinyi hamtakiwi muwe na fikira mkipata hali ya aina hii जब ऐसे kwamba mnakuta vizuizi mbele yenu, तुम्हारी mnakuta hali hii kwamba उस वक्त akili zenu haziwezi kuamua. Katika hali hii mufanye subra na kwa swala muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. मांगोगे Basi ikiwa kwa kuwa काम भी
halisi mkiomba msaada kwa mwenyezi mungu. Katika hali hii kazi ngumu pia itaendelea kuwa rahisi. Hii ni ahadi ya mwenyezi mungu kwamba dini yake itapata ushindi, सब्र और सलाह lakini nyinyi kwa ajili ya kuwa sehemu ya ushindi huu mnalazimika muwe na subra na muswali swala. Lakini swala ya aina gani na subra ya aina gani? रसूल बयान हो चुका है। kwa ajili yake msingi umeshaelezwa hapo awali kwamba kwa kuwa kwa ajili ya mwenyezi mungu mufanye juhudi. subra ina maana chungu mzima. kwa mfano subra ni hii kwamba बुराइयों से बचना, mtu anaendelea kufanya juhudi na hachoki na anafanya juhudi kwa kujiepusha na maovu. कि इस दुनियावी दौर में mwanajumuiya amepewa jukumu hili kubwa sana kwamba और बुराइयां हर katika dunia hii wakati shetani anashambulia na maovu yamesimama katika kila kona, kwa ajili ya kujiepusha na maovu haya afanye jihadi na alinde nafsi yake. के नेकी पर साबित कदम रहे kisha subira ina maana hii pia kwamba aendelee kufanya mema, और जब कहीं दुनिया isiwe mema wa muda. और बदी की तरकीब नजर आए wakati wote tamaa ya dunia anapoona maovu, katika hali hii anasahau mema. हमेशा तवज्जो hii si subra. kila wakati anazingatia vitendo vizuri. कुरान करीम में हमारे साले कुरान करीम में तलाश की जरूरत है। फिर सब्र ये है na vitendo vizuri vinatakiwa vitafutwe ndani ya Qur'an tukufu. kisha subra ni hii kwamba mtu aeleze mambo yake yote mbele ya Mwenyezi Mungu, हर तक asilie wakati wowote katika kila dhiki और सब्र na shida, aeleze mambo yake mbele ya Mwenyezi Mungu. basi ikiwa hali hii ya subra inapatikana, msaada wa Mwenyezi Mungu pia utapatikana दुनिया की na atapata maendeleo katika madaraja ya kiroho. उसके मुकाबले में paundi moja ya maaminio dhidi ya mamilioni ya dunia itafanya ile kazi ambayo जो दुनिया को हैरान कर itashangaza dunia. फिर सब्र के साथ kisha pamoja na subra बुराइयों से बचने और नेकियों पर kujiepusha na maovu na kuendelea kufanya wema, अल्लाह ताला फरमाता है na pamoja na kueleza mambo yote mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnalazimika kusali swala pia, कि एक मानी na swala ina maana chungu mzima. kwa mfano swala ina maana moja hii kwamba kusali swala, ये थे कि मोमनों yani hapa nasaha imetolewa अल्लाह ताला kwamba waaminio kwa kupitia swala wanatakiwa wamuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na wanatakiwa watimize haki ya swala. जब नमाजों की तरफ भी तवज्जो matokeo mazuri ya subra yanapatikana wakati mnazingatia swala. vile vile swala ina maana hii pia kwamba सलात में ये सब माने mufanye istighfar na muombe rehema ya Mwenyezi Mungu, na maana haya yote yanapatikana ndani ya neno swala. कि दुआओं की तरफ tena si swala ya kidhahiri, bali खुदा ताला ने muzingatie maombi pia kwa kutimiza haki zake, उनके भी हक अदा करो na muirehemu viumbe wa Mwenyezi Mungu na mutimize haki zao pia, ili muweze kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. ताकि अल्लाह ताला की मदद हासिल na mumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ili mupate msaada wa Mwenyezi Mungu. तो अल्लाह ताला की नुसरत भी basi upana huu katika swala na subra ukipatikana katika hali, msaada wa Mwenyezi Mungu utapatikana na kazi zote zitaendelea kufanyika vizuri. दरवाजे milango ya baraka na rehema za Mwenyezi Mungu zitafunguliwa. की अपनी कोशिशों basi hii ndiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu kwamba पाक को ibada zake, maombi yake na hulka zake zipate पर गुजरो daraja ya hali ya juu, खुदा ताला पर छोड़ो na yote mnayoweza kufanya mufanye, kisha matokeo muache juu ya Mwenyezi Mungu. अगर सलात के lakini ikiwa hamtimizi haki ya subra, ikiwa hamtimizi haki ya swala, हिस्सेदार नहीं बन सकते katika hali hii bila shaka hamwezi kupata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. kama nilivyosema, subra ina maana moja hii pia kwamba kujiepusha katika maovu. kwa ajili ya hii inatakiwa mufanye toba na istighfar. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema sehemu moja kwamba toba halisi inakuwa wakati mtu anazingatia
mambo haya matatu. Jambo la kwanza ni kwamba mawazo na maoni yote yatolewe ndani ya moyo yanayosababisha kuleta ufisadi moyoni, और उकसाते हैं maombi yanayohimiza kuhusu maovu. ovu wote unapatikana moyoni तुम्हें कहता नहीं चाहिए au wazo lake linapatikana moyoni, basi mnatakiwa muwe na karaha na msipende. तो शर्म का इजहार Jambo la pili ni kwamba kwa sababu ya maovu mnatakiwa muwe na haya अपने दिल में na mujute इतनी मर्तबा katika हो moyo wenu, museme mbaya ule ovu kiasi hiki kwamba mtu aanze kuona haya kwa sababu ya ule ovu. बाद नदामत और Na jambo la tatu ni kwamba एक पक्का और मुसम्मम इरादा करो कि ये बुराई मैंने दोबारा नहीं anuie kwamba mimi sitafanya ovu huu tena katika maisha yangu. की। सब्र Na katika subra pia hali hii inapatikana, ndipo inaitwa subra. ली और अपने सब्र और सलाह Basi ikiwa tukipata hali hii भरपूर कोशिश na tukifanya तो अल्लाह ताला juhudi ya kupata daraja ya swala na subra, katika hali hii nishani ya Mwenyezi Mungu zitapatikana na msaada wake utapatikana. वादा फरमाया है Nishani zile zitapatikana ambazo ये तो नहीं हो सकता alizoziahidi na Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sisi pia tutashuhudia zile nishani katika maisha yetu. Hii haiwezi kutokea kwamba hatufanyi juhudi ya kujiepusha na maovu, wala hatufanyi mema, रूह को समझ wala hatuelewi roho ya हर मामले में kazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, wala katika mambo yetu yote hatumwelekei Mwenyezi Mungu, ना हम wala hatutimizi haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, दरूद wala को जो दे रहे हैं hatumsalii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. करने वाले बन जाते हैं ना हम Kwa sababu ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata baraka, wala sisi hatutimizi haki ya swala zetu. Kisha tunategemea kwamba इन मकासद को और tutaleta dunia hii chini ya bendera ya Islam वसीम na tutatimiza yale malengo ambayo ni malengo ya kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. के झंडे तले आएगी इंशाअल्लाह ताला और जरूर आएगी Dunia lazima itakuja chini ya bendera ya Islam inshallah taala, और अपने lakini ikiwa sisi hatukutimiza haki zetu पहुंचाया na hatukupeleka katika hali ya mwisho wa swala na subra yetu, katika hali hii tuwezi kuwa sehemu ya ushindi ule. Basi tunatakiwa tutimize यही बता haki hii. कि एक दिन हमने Tunayoambia dunia kwamba siku moja tutapata ushindi juu ya dunia. इंग्लैंड में Katika ziara yangu hii ya New Zealand, कि तुम थोड़े mwandishi wa habari moja aliniuliza swali hili kwamba nyinyi mko wachache hapa, mnakuwa na haja gani ya kujenga msikiti? Tayari ulikuwa ukumbi hapa kwa ajili ya swala. लेकिन इस तालीम Huzuri anasema nilimwambia kwamba leo tupo wachache, lakini kwa sababu ya mafundisho haya अल्लाह ताला yaliyopatikana katika Qur'an tukufu, siku moja inshallah taala tutakuwa katika wingi. हमें यहाँ पड़ेगी Wakati huo sisi tutahitaji misikiti mingi sana, si msikiti moja. हमें हर जगह कोशिश और अपनी हालतों पर Basi kwa ajili ya hii duniani kote inatakiwa juhudi lifanywe na inatakiwa tuzingatie hali zetu. की जो तवज्जो Lakini hapa mimi nasema kwa kusikitika sana kwamba अल्लाह ताला से ile hali ya kuzingatia swala na ibada inatakiwa ipatikane, से ताल्लुक है ile hali वो नहीं है हमारी haipatikani. कल परसों की बात है मसलन एक खातून मुलाकात के दौरान मुझे Hivi karibuni mwanamke mmoja alikuja kukutana nami na aliniambia kwa kulia sana kwamba unasema kwamba mujenge misikiti na muimarishe misikiti na muje kwa ajili ya swala लेकिन अब जब na mutimize haki ya swala, lakini wakati unapotoka kutembelea nchi zingine, basi mahudhurio yanapungua sana misikitini. Huzuru anasema ikiwa mahudhurio haya yanapungua kwa sababu ya watu wanakuja kwa mbali, wale ambao wanakuja misikiti fadhal kwa ajili ya kusali sala, kwa sababu mimi nipo hapa, ये दूर से आने वाले basi ikiwa ni kwa sababu ya hii, basi hii ni jambo tofauti.
ikiwa wale wanakuja kwa mbali, ikiwa haji hapa kwa ajili ya swala, wanatakiwa waswali swala zao katika misikiti wao, होंगे na mimi nategemea kwamba wanafanya hivi na wanaswali swala katika misikiti yao. Lakini mahudhurio haya yanapungua kwa sababu ya wale watu wanakuwa karibu na hawaji kwa ajili ya swala. Basi jambo hili ni lenye fikira sana, tunatakiwa tuzingatie jambo hili. vile vile niliporudi kutoka Australia, kutoka kule pia mtu mmoja aliniandikia barua kwamba mahudhurio yamepungua sana misikitini. दुनिया का कोई और मुल्क Huzuri anasema hivi, Australia, UK au nchi zingine za dunia nzima, अगर mkumbuke kwamba ikiwa mnataka kuleta mapinduzi, जो हज़रत ikiwa mnataka kutimiza को पूरा करने के लिए jukumu पर है, ambalo kwa ajili ya kutimiza kazi ya sinama la salatu wassalam tumelolipewa, na mnataka kutimiza haki ya baiyat, basi katika hali hii mnatakiwa muimarishe misikiti तब्दीली पैदा करने kila wakati अपनी बातों के na mulete mabadiliko mazuri ndani yenu, na muimarishe na boreshe hali ya ibada zenu. के हकदार होंगे Nishani zitapatikana wakati tutakapotimiza haki ya subra na swala, राह में हम wakati tutapoteza nafsi zetu katika njia ya Mwenyezi Mungu, wakati tutapotimiza haki ya kuwa katika njia ya tauhid. अल्लाह ताला खुद मदद के लिए उतरेगा Tukiwa na hali hii, tutaona hali hii, inna allaha ma'as-sabirin, Mwenyezi Mungu mwenyewe atakuja kwa ajili ya kutusaidia. हमारी मदद को Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake zote atakuja kwa kutusaidia, बड़ी ताकतों के अवाम के दिल na nchi za dunia na watu wa dunia खुद पड़ेगी। Mwenyezi Mungu atawaelekeza हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम upande huu, na katika kazi zetu baraka itapatikana, na dunia kwa kutambua kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuja chini ya bendera yake, na umoja utapatikana. खुदा ताला की इबादत की तरफ Na wale wanamkataa Mwenyezi Mungu wataanza kumwabudu Mwenyezi Mungu. के ये नज़ारे देखने वाले हों। Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kwa kutimiza haki zetu tuweze kuona hali hii katika maisha yetu. Huzuri anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu, बशीरुद्दीन उसामा साहब ambayo ni bwana Dr. Bashiruddin Usama Saheb wa Marekani, को 82 साल की उम्र ambaye tarehe 2 ya Novemba katika umri wa miaka 82 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. में अहमदियत कबूल की Bwana Bashiruddin 1955 alijiunga na jumuiya, na alikuwa miongoni mwa wanajumuiya wa Afrika wa mwanzo. गैरतमंद Alikuwa msaliaji wa sala, na alikuwa mapenzi ya jumuiya, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akifanya maombi sana. Alikuwa na jazba sana, lakini alikuwa mnyenyekevu sana. और खुदीमुल मुसीसानी Alipata bahati ya kutembelea Rabwa, na alibahatika kukutana na halifa wa pili. Vile vile alikutana na halifa wa tatu pia, मुसीराबे के साथ भी कई बार मुलाकात हुई। na aliwahi kukutana na halifa wa nne mara kwa mara, na halifa wa nne alikuwa akimpenda sana, na yeye pia alikuwa akimpenda sana halifa wa nne. तौफीक पाई Alipata bahati ya kuhiji pamoja na mke wake. क्लीवलैंड में नायब सदर की हैसियत से Tangu miaka 20 katika Cleveland alikuwa anaitumikia jumuiya kwa kuwa naibu wa chairman. Alikuwa anaitumikia wanadamu, na alikuwa akiwasaidia ndugu zake wa Afrika. बारे में एक छोटा किताबचा लिखा Katika miaka ya 50 aliandika kitabu kadogo kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa daktari wa meno. मोहतरमा जाती हैं फातिमा उसामा साहिबा Mkewe क्लीवलैंड की Fatma Usama Saheb pia aliwahi kuwa sadr lajna wa Cleveland. Ameacha जिनकी 56 साल उम्र है और watoto wawili, Mukid Sama umri wake ni miaka 56 na Zafrullah Usama Saheb. Hawa wote pia wako karibu sana na jumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, kizazi chake na watoto wake pia waendelee kuungana na jumuiya. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله